andika, Bwana aiondoe aibu. Mimi nafundisha kusema Bwana aiondoe aibu yako. Bwana aiondoe aibu yako. Bwana aiondoe aibu yako. Bwana aiondoe aibu yako. Andiko la msingi liko kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya kwanza mstari wa 5 mpaka 25. Andiko la msingi linapatikana kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya kwanza mstari wa 5 mpaka 25. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 5 hadi ule wa 25. Neno la Mungu linasema, yes. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Wote wawili ni wazee, lakini Biblia inawapa sifa kwamba wote wawili walikuwa ni wenye haki. Wote wawili walikuwa ni wenye haki. Hiyo ni sifa, hiyo ni sifa kwa mcha Mungu. Uwe mwenye haki, uwe mwenye haki. Magumu ya wayo yote yajapoweza kukutokea, lakini jitahidi uwe mwenye haki. Fanya kwa haki, nena kwa haki, tenda kwa haki, ishi kwa haki. Hata kama hautafika kwenye malengo na kalenda, ratiba za wanadamu wanavyotaka, potelea. Wewe simama na haki, maana hautampendeza Mungu kwa sababu ya mafanikio kama ratiba, kalenda za wanadamu wanavyotaka. Unaweza ukafanikiwa sana, ukaendelea sana, lakini kama hauko kwenye mlengo wa kimungu, mafanikio hayo yote yanakuwa 0+ kabisa. Kwa hiyo tunaambiwa huyu nani, Zekaria na mkewe anaitwa nani, Elizabeth, walikuwa wenye haki, lakini haitoshi, wakaivuta ile haki yao, wakaivuta ile haki yao mbele za Mungu wa mbinguni. Hata walipokuwa wazee, wamekuwa wazee, wamesha kuwa wakongwe, pamoja na haki, tunaambiwa Elisabeth alikuwa nani? Asa. Ni wenye haki, wanaishi haki, wanaliishi neno, lakini kuna vitu vimepungua, kuna vitu haviko sawa. Inawezekana wanatukanwa na ndugu zao kwa sababu ya kile kilichopungua. Nini kilipungua? Watoto. Hawakuwa na watoto, hawakuwa na mtoto wa kike wa kiume, hawakuwa na mtoto. Elisabeti hakuwa na mtoto, kadhalika huyu mwanamume naye hakuwa na mtoto. Kwa maana nyingine, Elisa alikuwa mwaminifu tangu binti wake. Huyu baba naye alikuwa mwaminifu tangu ujana wake. Wakakutana waaminifu, wakatembea katika haki, wakatembea katika haki, wameenda mpaka uzee. Wamewaombea wengi kubarikiwa, wamewaombea wengi kufanikiwa, lakini kwao bado jaribu lilisimama, bado mlima ulisimama. Tunga Zaburi ya 121 kwanza anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, nitazame milima. Milima kwa lugha nyingine ni majaribu, vikwazo, matatizo, kutofikia malengo, ni milima. Anasema nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anajibu anasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, kwake msaada
atapatikana, maana Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu aokoaye, ni Mungu abarikie. Yeye ni El Shaddai, Mungu azidishaye. Hata pale kwenye yale yasiyowezekana, yaliyo manyonge, atafanya. Wakakaa kwenye haki, wakakaa kwenye haki. Usio kasema mbona mimi siku zimeenda sana, mbona mimi siku zimeenda sana. Kaa kwenye njia ya Mungu, atafanya, atafanya njia, atafanya njia. Wamekutukana sana, atafanya njia. Wamekumela sana, wamekutema na mate, atafanya njia, atafanya njia. Umelala njaa, umetembea na nguo moja kauka nikuvae, atafanya njia, atafanya njia. Umeishi katika nyumba ya kupanga, unakosa hata fedha ya kulipa kodi kwenye ile nyumba, unatukana na mwenye nyumba. I tell you, atafanya njia, atafanya njia. Umepita katika yapi ambao unaona kama hauwezi? Nataka nikwambie kwenye ibada hii ya kufunga mizigo leo na kuanza safari, Bwana atafanya njia, atafanya njia. Usiogope, usivunjike moyo, usikate tamaa. Haleluya! Kama Naamsa miaka 40 jangwani anachunga kondoo, lakini kumbe Mungu alikuwa anampitisha kwenye shule. Unaweza ukaona unapita kwenye viki fulani, unapita kwenye adha fulani, Mungu anakuandaa, ila wewe usijue. Unapitishwa kwenye mitihani aina mbalimbali, mara uchomwe miba, mara kondoo avunjike mguu, unaanza kumbeba, maana ukimwacha kutembea hawezi, ataliwa na wanyama, inabidi umbebe. Pombe ni maandalizi ya kuchukuliana na wengine ambao hawatakuwa tayari kwenda na wewe, lakini inabidi uwachukulie. Bwana sapesi. Lakini yote na yote, hii ni tarumbeta ya 7 ya kufunga mizigo. Sasa tunakoelekea ile njia, tunapitaje? Bwana atafanya. Wewe jua moja tu na ukiri kwamba Bwana atafanya. Kuna maadui wangapi wamejiandaaje na silaha zao kemkemu, wewe uko mikono mitupu. Nataka nikwambie, madamu una neno la Kristo, kiwa na neno la Kristo kwa wingi, Roho Mtakatifu atakuja akae ndani yako, alafu malaika wa Bwana wanakuzingira, wanakulinda. Ole wa nchi na bahari, mtu akugushe kuanzia leo unasikiliza kipindi hiki. Mungu wa mbinguni atawashughulikia. Wewe usiwe na mengi, katika yote na vyote sema Bwana atafanya. Malaika akamwambia usiogope Zakaria. Malaika kwa tafsiri ya Kiebrania ni mjumbe mwenye ujumbe, ni mjumbe mwenye ujumbe, ni mtumishi mwenye neno la Mungu aliye hai. Malaika huyu alitumwa na Mungu, na hata leo hili neno ni la Mungu. Naleta neno ambalo si langu, naleta neno ambalo si la awaye yote, sio la chuoni, sio la ukabila, udini, udhehebu, sio. Hili ni neno la Mungu, nami kama mjumbe, Mungu anakwambia usiogope. Umekutana na vitu gani? Umeona vitu gani? Lakini usiogope. Endelea. Maana dua yako imesikiwa, na mkewe Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu itakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mama yake. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Anasema atajazwa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Sikia sentensi hii, ni kama tata kidogo. Atajazwa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Sasa hayo pengine tukesema
lini? Mbona hatujasikia wala kuona? Ukirudi kwa habari za Mariamu kupata ujauzito, ule mwezi wa 6 malaika alipoleta ule ujumbe, baada ya Mariamu kuonekana ni mjamzito, kelele zilikuwa nyingi pale mtaani, kelele zilikuwa nyingi hata kwenye familia. Maana kwa sheria na desturi ya Wayahudi, mwanamke anapoonekana yu mjamzito na hayupo kwenye ndoa, hana budi yeye kupigwa kwa mawe mpaka ufa. Kelele zilipokuwa nyingi, watu wanamsema vibaya, mzinzi, mzinzi, amejificha. Malaika amesema viongo, wao vilokole vya siku hizi, vilokole, uongo mtupu, uzushi na nini. Akakosa amani, akatafuta aende wapi, akatafuta aende wapi. Mungu akamwongoza kwenda kwa nduguye mmoja mbali sana, ambaye mme wake ametokewa na malaika katika ibada ya maombi. Kurudi nyumbani, yule mama siku zimeendelea na uzee wao, akapata ujauzito. Sasa huyu mama ana ujauzito na malaika ameshawaambia kwamba mtamzaa mtoto wa kiume, mtamwita nani? Yohana. Sasa huku Mariamu ameshapata mimba naye kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini Elisabeti ni kwa ushirika wa ndoa kati ya yeye Elisa na nani? Na Zekaria, si ndio? Sasa yeye ni mjamzito. Kumbuka hapa anasema atajazwa Roho Mtakatifu. Akiwa wapi? Tumboni mwa mama. Mariamu anaondoka huku kwa kelele za maneno ya watu, asijue uwezo wa kilichomo tumboni mwake, ijapo alishakiri na kusema na iwe kwangu kama Bwana wangu anavyosema. Sasa anaondoka, anakimbia maneno ya watu, anaenda kwa nduguye kule, lakini kumbe Roho Mtakatifu anamwongoza ili Yohana aende ajazwe Roho Mtakatifu. Alipoweza kufika kwa Elisa, ile tu anamsalimia namna hii, ndani ya tumbo la Elisabeti kitoto kichanga kikaruka miruko ambayo hakuna mtoto anayeruka hivyo leo tumboni mwa mwanamke. Miruko ile haikuwa ya kawaida, samba zote zilikuwa za kutosha. Elisa anasema, salamu hii ni ya namna gani? Maana nilipoishikia tu mtoto tumboni ameruka, mtoto tumboni. Hii inakuwaje hata mama wa Bwana wangu kunijia? Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo akaenda kule ili kwenda kutimiza unabii wa neno la malaika kwamba Yohana atajazwa Roho Mtakatifu akiwa bado tumboni mwa mama. Hivi tuko pamoja? Tuko pamoja? Alafu hivi nikwambie, nafundisha vizuri sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu apewe sifa. Kwa hiyo hebu twende sasa hapa tulipokomea. Mstari wa 17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia, nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Kwa lugha nyingine, Zakaria akabisha, akajiangalia hali aliyonayo. Ni mzee moja, lakini funga mzigo, mke wake ni mkongwe, ni mkongwe. Yaani uwezekano wa kubeba ujauzito haupo. Hasa hili litakuwaje neno hili? Mbona tutakuwa kituko katika familia, katika jamii? Mbona tutakuwa kituko mtaani? Ni kituko kwa wanaokuona, ni kituko kwa wanaokusikia, lakini ni utukufu mbele za Mungu wa mbinguni. Amen. Acha kuishi kwa kuwapendezesha wanadamu. Acha kuishi ili watu wakupigie makofi. Acha kufanya jambo ili pengine uwe sawasawa na wao. Fanya
kwa ajili ya utukufu wa Mungu wa mbinguni, maana wewe umeumbwa, umezaliwa hivi ulivyo kwa utukufu wa Mungu, na uko kwa muda, waja wakati utaondoka na mafaili yako yatasomwa kule kwamba ulifanyaje kwa wakati ambao Mungu amekupa. Kwa hiyo usichafue mafaili yako, na mtu awaye yote asikuchafulie mafaili yako kwamba fanya tu hivi, wanawake tunafanya hivi siku hizi, wanaume tunafanya hivi siku hizi. Fanya kama Roho wa Mungu anavyokuongoza kwa ajili ya kutunza CV zako mbele za Mungu wa mbinguni. Hayo yote asichafue faili lako. Haleluya. Tarumbeta 7 ya kufunga mizigo, tunaanza safari. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu asichafue CV yako, mtu asichafue faili lako bwana. Unajua sisi wa Kristo, unajua namsikiliza aliye kiongozi wa safari. Endelea mtumishi. Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, ndio nisimamaye mbele za Mungu. Nisimamaye mbele za Mungu. Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, na Mungu ndiye amenituma. Mungu atendaye kwa yale yasiyowezekana kwa wanadamu amenituma. Aliyesema iwe nuru ikawa, aliyesema maji yajitenge ya chini na ya juu amenituma. Aliyesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu amenituma. Aliyefanya jua, mwezi, nyota amenituma. Kwako kama liko giza hata jioni ya leo amenituma. Yote hayo yaondoke, upokee neema, upokee uzima, upokee baraka, upokee kuinuliwa, upokee ushindi na nguvu ya kukuwezesha katika safari tunayoendea ya 2026. Pokea neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Hacha kubisha. Neno la madhabahuni Mungu amelileta kwako. Bwana aiondoe aibu. Twende. Na ukupasha habari niseme nawe. Na tazama, utakuwa bubu usiweze kusema. Kwa ubishi wako, kwa kutoamini kwako, ishara ya kwamba Mungu amesema. Ukitoka hapa kwenye ibada hii, ukitoka hapa kwenye madhabahu hii, maana ilikuwa ni zamu yake ya kufukiza, na ulikuwa unaingia mara moja kwa mwaka madhabahuni patakatifu pa patakatifu, na palikuwa pamefungwa, pamezibwa hapa hivi, pamezibwa hapa pote hivi, pamezibwa, pazia limeziba. Kwa hiyo yule kuhani anajiandaa mwaka mzima, anajitakasa mwaka mzima, anajitakasa, anajitenga na mengine yote yale, anajitakasa. Siku ikifika anavaa yale mavazi ya kikuhani, anakuwa tayari, anachukua na kile chetezo, alafu anaweka uvumba, anawasha moto, anaingia madhabahuni. Akifika madhabahuni anapiga magoti, anaanza kuvukiza. Anapovukiza namna hii, anaomba. Amechukua mazito yote ya Waisraeli, amechukua mizigo yote, amechukua shida zote, amechukua kero zote, amezibeba, analeta mahali hapa. Ule uvumba anapovukiza namna hii, ilikuwa ni kwa niaba ya maombi ya watakatifu wengine, maombi ya mahitaji wengine. Kwa analeta, anavukiza namna hii. Mungu wa mbinguni, waangalie, wako wanawake wanapata shida katika ndoa zao, wako wanaume wanapata shida katika ndoa zao, wako vijana, wako wasichana wana umri wa kuolewa lakini wasiweze kuolewa. Yaangalie haya, nimeyaleta mbele zako. Wewe Mungu uonaye, wewe Mungu ujibuye, wewe Mungu hukumuye katika kweli na haki. Akiomba hivyo na kuvukiza hivyo, yuko peke yake. Mashemasi wako nje kama barabarani kule, halafu mguuni amefungwa kamba. Hasa akikaa muda mrefu, mashemasi wanashtuka, vipi mzee huko? Yupo.
au ameshatwaliwa. Maana ukienda vibaya madhabahuni unakufa. Kwa hiyo Zekaria akaingia, wale vijana wanatikisa kamba, wakitikisa kamba naye anatikisa mguu, kwamba niko bado ninaendelea, nimekutana na malaika, niko kawaida, siwezi kuendelea, maana ameshaambiwa utakuwa bubu. Kwa akitikisa kamba naye anafanyaje? Anatikisa mguu, ishara ya kwamba jamani, bado upo, ila nilichokutana nacho huku sio cha polepole. Nivumilieni tu. Ibada imekuwa ndefu tofauti na walivyotarajia. Endelea. Utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotokea hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. 21. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria, wakastaajabia kukawia kwake kule hekaluni. Ibada ikawa ndefu. Alipotoka hali hawezi kusema nao, amekuwa bubu kama alivyoambiwa. Walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, wakajua si bure, kuna jambo limetokea kule madhabahuni. Endelea. Naye aliendelea kuashiria, akakaa bubu, akaendelea tu. Sasa ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Alipomaliza huduma akarudi nyumbani. Hata baada ya siku zile mkewe Elisabeti alichukua mimba, akatwaa miezi 5, akisema. Rudia baba, rudia umsali. Hata baada ya siku zile mkewe Elisabeti alichukua mimba, akachukua mimba. Kumbuka huku nyuma tumeambiwa kwamba huyu ni bibi, ni mzee. Endelea msomaji. Akatawa miezi 5, akisema. Huyu mama akabeba ujauzito, akatawa miezi 5, akasema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana. Come on. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana. Hivi ikiwezekana, ana point ule ujauzito, ana point ile mimba, anasema hivi ndivyo alivyonitendea Bwana. Naomba 2026 uwe na mimba ya baraka na ukiri kusema hivi ndivyo alivyonifanyia Bwana. Yale ambayo kwako yamekuwa kitendawili, hata ndugu na jamaa, marafiki, jirani, hata na wapendwa wenzio wamekuona wewe ni wa hivyo, lakini mambo yanageuka, mambo yanabadilika, na utashuhudia kusema hivi ndivyo alivyonifanyia Bwana. Wakati ule unafungua gari yako, unasema hivi ndivyo alivyonitendea Bwana. Come on. Wakati ule unafungua mlango wa nyumba yako, unaingia kwenye sebule, unaenda kwenye master bedroom, ukikaa mahali pale, unaingia kwenye kitanda ambacho hujalalia, unasema hivi ndivyo alivyonifanyia Bwana. Haleluya. Ukivaa kiatu kizuri, unasema hivi ndivyo alivyonifanyia Bwana. 2026 afanye zaidi, awainue zaidi, awabariki zaidi, awaneemeshe zaidi. Wingu la mvua ya baraka linyeshe, mvua ya ushindi kwako. Yale yaliyokuwa magumu yarahisishwe. Ulipokuwa unalima ni pagumu, wingu la mvua linyeshe, palainike. Nataka nikwambie, hata kwenye kichuguu karanga zitaiva. Pokea hiyo neema kwa jina la Mnazareti Yesu Kristo aliye hai. Semeni amen. Malizia hapo. Tarudia 25. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Katika siku zile alizoniangalia, alivyoniona
nilivyochekwa, nilivyodhalilika, nilivyotukanwa, nilivyoshimangwa. Waliokuwa marafiki zangu ndio walionigeuka, wamenifanya vibaya. Wa ndani ya malango ya jamaa, ndani ya malango ya baba, ndio walionigeuka, wamenifanya vibaya. Lakini pamoja na hayo, hivi ndivyo Bwana alivyonitendea katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aiondoe aibu. Mungu aiondoe aibu kwako. Mungu aiondoe aibu katika madhabahu hii. Bwana aiondoe aibu, aiondoe aibu kwa wakao kwenye viti hivi, aondoe aibu kwa waingiao ndani ya nyumba ya ibada, aondoe aibu kwako, aondoe aibu kwenye ndoa yako, aondoe aibu kwenye familia yako, aondoe aibu kwa watoto wako, aondoe aibu iwayo yoyote inayoitwa aibu, aiondoe. Bwana akuneemeshe. Haukuzaa ili udhalilike, umezaa nguvu yako ikipungua, watoto wakufunike, watoto wakubebe. Bwana aiondoe hiyo aibu. Bwana akutendee kila lililo heri. Nimeomba, nimekutamkia neno la baraka katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana aiondoe aibu. Nenda na Bwana kiwima wima, maana Bwana atakutangulia. Watakaojaribu kupigana nawe watajaribu, lakini hawatakuweza. Watapigana na wewe, lakini kamwe katu hawatakushinda, kwa kuwa Bwana ataandamana pamoja na wewe, na adui zako watakuwa adui za Bwana. Watakupokea kwa njia moja, yeye Bwana atafukuza kwa njia 7, tena kwa moto, na malaika wa vita atakuwa upande wa kupigana na adui zako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana aiondoe aibu. Sema Mungu wa mbinguni, sema Mungu wa mbinguni, naomba uiondoe aibu. Yatosha sasa kwa niliyoyapitia, kwa niliyoyaona, kwa yaliyotendeka. Mungu nisaidie, uiondoe aibu, uiondoe aibu, aibu ya maneno, aibu ya kutukanwa, aibu ya kudharauliwa, aibu ya kubezwa, aibu ya kudhihakiwa, aibu yoyote, aibu ya magonjwa, aibu ya umaskini, aibu ya fedhea, iwayo yoyote, uiondoe kwangu, uiondoe kwangu. Aibu ya kuitwa maskini, uiondoe kwangu. Aibu ya magonjwa, uiondoe kwangu. Aibu ya ndoto mbaya, uiondoe kwangu. Mungu, nikiwa na wewe, iondoe aibu, iondoe aibu na mabaya yote katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa kuwa umeiondoa aibu. Nami ni mtumishi wako, nami ni chombo chako, nitumie kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru. Endelea kumshukuru Mungu.